Yafaa siku zote tukikaa katika uwepo wako ili kuweza kuyaweka maisha yetu katika ubora na ukamilifu wa Kristo, pale ambapo Mungu aliweka kusudi lako kwetu. Neema hii Mungu aliyoiachilia kwa ajili ya watu wanaokupenda ikazidi kuongezeka na kuzidi kwetu kila siku, katika kila wakati na kila mahali, tukizidi kudumu katika neno lako na katika kusali na katika kumega mkate. Tupe nguvu kwa ajili ya wakati ujao na majira ya siku zinazokuja, tuzidi kukutumikia wewe. Asante kwa ajili ya jioni hii, tunajiweka tena kwa ajili ya kupokea majira haya neno lako, na tunapoenda kuomba neno lako likatuongoze. Ni katika jina la Yesu Kristo, amen. Amen. Mungu wabariki. Tunaanza kukaa. Ni majira mazuri. Twende tukasome neno, kitabu cha Nehemia sura ya kwanza. Mstari ule wa kwanza unasema, habari za Nehemia mwana wa Hakali. Ikawa katika mwezi wa Kisleu, yani mwezi wa 12 tunaotumia sisi, mwaka wa 20, nilipokuwapo Shushani ngomeni. Shushani ngomeni, ngome maana yake palace, ikulu. Amen. Hanani mmoja wa ndugu zangu akanijia, yeye na watu wengine waliotoka Yuda. Nami nikauliza habari za Wayahudi waliopona nao hao watu wa uhamisho waliosalia, na habari za Yerusalemu. Wakaniambia, watu wa uhamisho waliosalia huko katika wilaya ile wamo katika hali ya dhiki nyingi na mashutumu. Tena ukuta wa Yerusalemu umebomolewa na malango yake yameteketezwa kwa moto. Hata ikawa niliposikia maneno hayo, nikaketi, nikalia, nikaomboleza siku kadha wa kadha. Kisha nikafunga, nikaomba mbele za Mungu wa mbinguni. Nikasema, nakusihi Bwana Mungu wa mbingu, Mungu mkuu, mwenye kuogofya, mwenye kutimiza agano lake na rehema zake kwa hao wampendao na kuzishika amri zake. Tega sikio lako, macho yako yafumbuke, upate kuyasikiliza maombi ya mtumishi wako, naye omba mbele zako wakati huu, mchana na usiku, kwa ajili ya wana wa Israeli watumishi wako, hapo ninapoziungama dhambi za wana wa Israeli tulizozifanya juu yako. Naam, mimi na nyumba ya baba yangu tumefanya dhambi. Tumetenda maovu mengi juu yako, wala hatukuzishika amri, wala sheria, wala hukumu ulizomwamuru Musa mtumishi wako. Na kuomba likumbuke neno lile ulilomwamuru Musa mtumishi wako, ukisema, mkikosa nitawatawanya kati ya mataifa, bali mkinirudia mimi na kuzishika amri zangu na kuzitenda, watu wako waliofukuzwa wajapokuwa katika pande za mwisho wa mbingu, hata hivyo nitawakusanya kutoka huko na kuwaleta mpaka mahali pale nilipopachagua, ili kuweka jina langu hapo. Basi watu hao na watumishi wako na watu wako uliowakomboa kwa uweza wako mwingi na kwa mkono wako hodari, Bwana, nakusihi, tega sikio lako uyasikilize maombi ya mtumishi wako na maombi ya watumishi wako wanaofurahi kulicha jina lako. Naomba sana unifanikishe mimi mtumishi wako leo, ukanijalie rehema mbele ya mtu huyu, maana nilikuwa mwenyeshaji wa mfalme.
Bwana asifiwe. Sura ya 2 inajieleza hivyo hivyo. Changu kwangu kwa kujisomea niliyawaza mambo mawili matatu. Kwa nini Nehemia aliomba? Kabla Nehemia alikuwa hana mzigo, hana sababu ya kuomba, hana kitu kitakachompa huzuni hata kumuomba Mungu. Lakini alipokutana na watu waliotoka Yerusalemu, wakampa habari za nchi ilivyo na watu walivyo, ikamuumiza. Amen. Lile tendo la kumuumiza lilimpelekea kuingia kwenye maombi. Amen. Na maombi yalivyosomeka hapa, anasema hivi yeye mwenyewe alihuzunika. Amen. Akaketi, akalia, akaomboleza siku kadha wa kadha, kisha akafunga na nikaomba mbele za Mungu wa mbinguni. Kwa hiyo habari mbaya alizozisikia ndizo ziliamsha hisia za maombi na kufunga. Amen. Hali hii ya kufunga na kuomba ujaga wakati mgumu, aidha kwa wewe mwenyewe kupitia au jamaa zako mwenyewe wanaopitia katika wakati mgumu. Mazingira yakiwa magumu, makazi ya nyumbani yakiwa magumu, shughuli za maisha zikiwa ngumu, hali za watu kuwa wagonjwa na wasipone zikizidi kuongezeka, umasikini uliokithiri ukiongezeka, mambo ambayo sio mazuri yakiongezeka. Vitu hivyo vinatengeneza chumba cha moyo wa mtu kilichokuwa cha furaha kinageuka kwa huzuni na kinaanza kumtafuta Mungu. Hilo eneo sasa likamkuta Nehemia. Bwana sifiwe. Nehemia akakosa kulala vizuri. Nehemia akakaa siku kadha wa kadha akiomboleza. Moyo wake umesononeka, moyo wake una kilio. Hii hali ikikufika hata wewe, lazima utakuwa katika mazingira kama ya Nehemia ya kuomba. Na kuomba kwenyewe sasa, shida sio Nehemia anayo, mapito sio Nehemia anapitia. Analia kwa ajili ya mji wa Yerusalemu na wenyeji waliobaki Yerusalemu ambao wamesikia habari zao hapa. Ile furaha wale watu walikuwa nayo zamani hawana. Watoto waliokuwa zamani wanatoka nje, wanaimba, wanacheza nje barabarani, hawana. Sasa hii ni kilio. Maisha ni magumu, mapito ni magumu. Nehemia akaona, mimi nitaendelea kula, nitaendelea kulala vizuri, nitaendelea kustarehe hata lini wakati ndugu zangu wanateseka? Tunaenda sawa Aliamua kuchukua mzigo yeye. Aliamua kumtafuta Mungu yeye. Yeye hayupo vibaya huko Shushani ngomeni. Ndugu yangu, yuko ikulu. Kumbukeni, yeye ni mnawishaji wa mikono ya mfalme. Mfalme kabla hajala
Yeye ndiye anashughulika na kuangalia atakula nini, atakunywa nini. Meza ya mfalme imekaa vizuri, vyakula amevipangia, ni yeye anavipangia. Kwa hiyo yuko vizuri sana Nehemia. Tunaenda sawa Hana mzigo wa maombi ya kitu chochote. Anaombea nini? Maisha yake yako vizuri. Hayuko mtaani. Haishi kwa budget, hapana. Yuko ikulu Shushani Ngomeni. Ngomeni maana yake palace, ikulu. Haleluya. Bwana sifiwe. Hapo mwisho kabisa alikuwa ni mnyweshaji wa mfalme, msimamizi na mwangalizi wa makazi ya mfalme anapoishi. Kwa kuamka kulala, yeye anahakikisha kitanda cha mfalme kimetandikwa vizuri, maji ya kuoga anayo, kila kitu kipo. Bwana asifiwe sana. Hata kama ni wewe utaomba, unaomba nini? Unafunga, unafungia wapi? Unaomboleza, unaomboleza nini? Lakini akasikia habari mbaya, ikamuuma. Chakula kikakosa testi, malazi yakakosa usingizi, nyumba nzuri akaiona mbaya. Akasema namna hii sitavumilia. Mapito ya ndugu zangu ni mapito yangu, shida ya ndugu zangu ni shida yangu, huzuni yao ni huzuni yangu, umaskini wao ni umaskini wangu. Haitanipendeza nilale mahali pazuri na ndugu zangu wanateseka. Ndio maana anasema akakaa katika hali siku kadha wa kadha akiomboleza. Kuomboleza ni kutoka mahali pa mazoea, pa kitanda, kwenye maisha uliyoyazoea, na kujitupa chini na kugaragara na kulia. Ndio maana ya maombolezo. Ni kunyinyima maisha ya luxury, ni kujitupa. Maombolezo, watu wakienda kwenye msiba wanaenda kwenye maombolezo. Wakienda huko hawalali vitandani, wanalala chini. Hawali vizuri kama wanavyokulaga nyumbani mwao. Sasa ni maombolezo. Kile watakachopewa pale ndio hicho. Sisi nasi tumesema hivi, House of Abraham. Amen. Tumesikia habari za ndugu wengine waliookoka, maisha yao, mazingira yao wanayoyapitia, majaribu yao. Tukasema hata kama sisi tunakula na kushiba, wengine wanateseka. Tusinyamaze, tusilale vizuri, tukimbie kwenye magoti, twende tuombe. Amen. Nehemia hapa anaongea, ninawezekana sio mimi nimetenda dhambi, inawezekana tumetenda wengine wakakosea, lakini acha tutubu basi. Wao waliokosea hawawezi kujua wamekosea. Hao wanaoteseka wanaweza wasijua wamekosea. Wao wanaoteseka nao hawajui kama kuna makosa wamefanya, inawezekana hawajui. Nehemia akajua siri moja. Amen. Mambo haya yametupata ni kwa sababu yameandikwa mahali, na kule yalipoandikwa yaliandikwa, kama wataniacha mimi nitawacha, kama watanirudia mimi nitawarudia, kama wakiniacha wakaielekea miungu mingine
nitawaondoa katika nchi hii, nami nitawapa mtu atakaye watesa na kuwapiga, wakala chakula kwa tabu, wakalala kwa tabu, na chochote kilicho kizuri nilichowapa nitawanyang'anya. Nehemia alipokumbuka maneno hayo ya Musa, Mungu aliyomwambia, akayanukuu kwamba lakini wakirudi na mimi nitarudi. Alipoyarudia yale maneno, akayaongea katika maombi yake kuwa kuna matumaini wakati wa kurudi. Mungu ataturudia. Amen. Ndugu zangu, kuna mahali Agano Jipya nasema katika Ufunuo sura ile ya 3, kumbuka basi ni wapi ulipoanguka ukatubu. Kumbuka upendo wako wa kwanza ulipouacha ule ulioipenda nao. Rudi ukatengeneze. Sasa ile neno sio baya. Amen. Kurudi, kutengeneza ni neno zuri sana. Wacha niseme hivi, hatuko hapa kwa sababu yetu pekee, lakini tuna ndugu zetu, tuna familia, tuna jamaa. Tukiwaangalia au tukijitazama wenyewe, haturidhishwi na hali inayoendelea. Haiko sawa. Kama Mungu ametukumbuka, akamleta Masia, akapigwa kwa ajili yetu, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa nini magonjwa ya kansa yanaendelea kutuua? Wakristo ndio wanalala hospitali kila siku. Wakristo ndio wanalala magerezani kila siku. Wakristo ndio tunawazika, bado ni vijana. Kwa nini tukiyaona hayo mambo turizike eti kwa sababu mimi ninakula, mimi sina shida, mimi nalala mahali pazuri? Shauri yao. Embu tubebe roho ya Nehemia. Embu tuvae roho ya Nehemia aliye ndani ya ikulu, anaishi vizuri, lakini alipoona habari za ndugu zake aliona hakuna sababu ya kulala vizuri. Twende tuombe. Akaingia kwenye maombolezo, akaingia kwenye kulia sana, akaingia kwenye kufunga sana, akaomba, lakini ninachojua maneno haya Mungu aliyasikia, na baada ya kuyasikia Mungu alijibu maombi ya Nehemia. Na Yerusalemu ilijengwa tena, ukuta ulijengwa tena, na maneno haya yakawa tena faraja kwa watu wa Yerusalemu. Na mimi naamini kuna majibu tutapata, na sisi tutaona matokeo, na sisi tutaona furaha tena, na sisi tutaiona Yerusalemu imejengwa tena. Wakristo wamerudi tena kwenye baraka zao, wana wa Mungu wamerudi kwenye afya zao, wana wa Mungu wamerudi kwenye uchumi ulio mzuri. Mshangilie Yesu kwa makofi mazuri kabisa. Haleluya. Ninaona kuna tumaini. Nilisema haya maombi tuyaite kuinuliwa tena. Amen. Kuinuliwa. Kuinuliwa tena. Lile neno tena lina nguvu. Ni kwa sababu niliwahi kuinuliwa mara ya kwanza, lakini kiburi kilinijia, lakini dharau ilinijia, majivuno nilikuwa nayo. Niliwaona wengine sio watu wa maana. Kumbe pale ndipo nilipomwacha Mungu, na nikajikuta katika asili hiyo, labda Mungu naye ameniacha. Nikarudi chini, nikaanguka chini. Sasa maandiko pia yanasema kama kuna kuanguka, kuna kuinuka tena.
Ikiwa kama kuna kuanguka, basi kuliwahi kuwa na kusimama. Labda ulifanikiwa, labda ulishawahi kuishi vizuri, lakini tukamsahau Mungu. Alipotubariki tukamsahau, alipotuongezea tukamsahau. Ndugu zangu, ndio hayo yaliyotokea katika nchi ya Israeli, nchi ya Yuda. Watu walipokula na kushiba na kusaza, walimsahau Mungu. Kumbukumbu ya Torati sura ya 8 inasema hivi. Naenda kumaliza kwa ajili ya kuomba. Anguko linavyojionyesha, anguko linapokuja linakujaga hivi. Mstari wa 11. Jihadhari usije ukamsahau Bwana Mungu wako, kwa kutokuzishika amri zake na hukumu zake na sheria zake ninazokuamuru leo. Narudia ile somo. Jihadhari usije ukasahau. Hiyo lugha naomba uiangalie. Jihadhari ni kuwa mtu makini, mwelewa, mwenye kujua hatua moja uliotoka imetoka wapi, na hatua moja unayoiendea unaenda wapi. Unajitambua, nilikuwaga wapi? Nilikuwaga mtumwa Misri, nilikuwaga maskini kule. Mungu amenitoa, amenipa nchi nzuri. Mungu amenipa nyumba, Mungu amenipa magari, Mungu amenipa kazi nzuri, Mungu amenipa mshahara mkubwa. Mimi sasa hivi ni tajiri. Lakini kumbuka kule kabla hujawa na hivyo vitu. Tunaenda sawa sawa eh? Anasema kwenye hilo eneo usije ukasahau. Haleluya. Jihadhari usije ukamsahau Bwana Mungu wako. Mstari wa 12. Angalia utakapokuwa umekula na kushiba na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake. Jamani, hapo ndio mahali watu wanasahau. Hapo ndipo mahali watu wanapuuza, watu wana kiburi, watu wana majivuno. Kisha yani hii kisa hasa ni kula. Naishi vizuri bwana, mimi sina shida. Ukiona hivyo, anasema hivi, angalia na makundi yako ya ng'ombe na kondoo zako. Nasikilizana eh? Yatakapoongezeka na fedha yako na dhahabu yako itakapoongezeka, na kila kitu ulicho nacho kitakapoongezeka, basi hapo moyo wako usiinuke ukamsahau Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Kumbuka mguu ulipotokea na hapo ulipo leo na kesho. Je, utakuwa wapi kesho? Angalia au jihadhari. Amen. Jana bwana mimi nilikuwa na njaa, jana mimi nilikuwa mtumwa, jana mimi nilikuwa maskini. Leo Mungu kanibariki. Sawa. Ukiwa hapo usimsahau Bwana Mungu wako. Amen. Usisahau neno lake. Usiliache neno lake. Zishike amri zake. Muabudu yeye. Mtake yeye tu. Moyo wako usimsahau Bwana Mungu wako. Kwa nini? Kuna mahali alikutoa. Amen. Na amekuweka mahali. Hapo mahali napangalia pako hivi. Wanasema hivi. Bwana asifiwe. Utakapokula na kushiba. Jamani, hilo eneo ni zuri. Hakuna kitu kizuri kama huna hofu ya chakula, huna hofu ya njaa. Chakula ni kikubwa kuliko kitu kingine.
Jihadhari utakaposhiba usimsahau Mungu. Namba 2, utakapokuwa umejenga nyumba nzuri. Hivi ni vitu vya muhimu sana kwa wanadamu. Nyumba nzuri na kukaa ndani yake. Nyumba nzuri, jamani, ni kitu kizuri. Unajua kuna nyumba. Amen. Kuna nyumba na kuna nyumba nzuri. Sasa Mungu atupe nyumba nzuri. Maana najua hatuna nyumba nzuri sisi. Upewe nyumba nzuri. Haleluya. Uone nyumba nzuri maana yake nini. Kule bafuni, choo kizuri cha kukaa, bafu kubwa zuri la kuogea, maji ya shawa yanamwagika ya moto. Unayapunguzaje? Ukuta wa bafuni pale kuna sabuni za kupaka, kuna sabuni za kujimwagia zenye marashi aina zote, kuna vitaulo mbalimbali vya kujisugua uso, kuna marashi gani. Unaona, mimi siogi bwana kwa kusimama, kwani nimekuwa mfungwa. Unalibeseni la kukaa mle ndani, imejaa maji, unalala. Mimi nishawahi kulala kwenye hayo makarai ya kuogea. Unalala maji ni ya moto, alafu umo yale maji ya moto yanakupiga, yanakuja na pressure, unasikia yanakuchua. Hashire bara bako shire bara. Yani unanena kwa lugha uko kwenye maji yametulia. Acha ile maji, unaenda bafuni na ndoo yako moja ya plastiki imeandikwa mafuta ya samli, unajimiminia kichwani hivi. Ndugu yangu, mshukuru hata Mungu tu kwa hiyo, lakini bado uko kwa shida. Yani wewe unateseka. Wewe hauna tofauti na wale Wayahudi walioko kule Yerusalemu, walioko kwenye mateso mpaka Nehemia anawahurumia. Unaenda bafuni na taulo yako na kopo la kujimwagia. Ndugu yangu, Mungu wa Israeli, Baba, tunakataa maji ya kujimwagia kwa ndoo. Kama bado unajimwagia na bakuli, Mungu we. Kama bado unaenda kwenye choo cha kulenga, Mungu we. Mnagalia choo cha kulenga, Mungu we. Una tofauti na wale Wayahudi walioko kule Yerusalemu, ukuta umebomolewa. Jirani anakaa anasikia kishindo kimeangusha kwa kilo 5. Huyu jamaa anaangusha. Mungu wa Israeli, tupe rehema, Baba wa milele. Alafu unarizika tu, Bwana asifiwe, tuko vizuri. Wewe uko kwenye choo cha kulenga, uko vizuri. Kuna mtu yuko pale, si akikusikia bado unalenga, analia. Mungu, mkumbuke mjomba wangu yule, mkumbuke shangazi yangu yule, Bwana. Naomba Mungu we. Biblia imesema moyo wako usije kumsahau. Maana ukweli, ndugu zangu, hatujapata nyumba nzuri bado. Mungu awape. Naomba mkipiga magoti hapa, mumwambie Mungu, sintakuacha. Nipe nyumba nzuri. Nipe na mimi nijue maisha mazuri yakoje. Maana hatujaona hayo. Haleluya. Haleluya. Sema amen, amen. Haleluya. Sasa hapa nasema hivi. Nataka niseme hivi. Haleluya. Fedha yako itaongezeka, na dhahabu yako itaongezeka, na utajenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake, nawe utakula na kushiba. Hili ndio eneo la wewe unatakiwa kuishi. Usiishi kule kwenye nchi ya utumwa. Hapa
ndipo mahali Mungu amekuweka. Hapo ndipo unatakiwa uabudu, hapo ndipo unatakiwa usifu, hapo ndipo unatakiwa useme kila siku haleluya, wewe ndiye Yahweh, wewe ndiye El Shaddai, wewe ndiye Elohim. Yani hapo ndio unaimba. Wakati wa Israeli wako Babeli, wakaambiwa na watu wa Babeli, mtuimbie nyimbo za kwenu. Waisraeli wakapiga mahesabu, tutaziimbaje nyimbo za Sayuni katika nchi ya utumwa? Natazamia haya maombi yatamleta mtu hapa, atakula, atashiba. Sio utakula tu, maana kula tu haitoshi, lakini utakula na kushiba. Kushiba ni kuchagua chakula, ipi ule, ipi uache. Tunaenda sawa sawa, na bado hautakimaliza kilichoko mezani. Amen. Na bado kule kwenye store kutabaki chakula. Na bado atakaye kuuliza naomba, utamwambia kipo, kajichukulia unachoweza. Mimi naomba lile eneo la shibe likae mkononi mwako, pasikosekane. Fedha nyingi zitakapoongezeka, ziongezeke. Kuongezeka, Yesu alisema hivi, ni kushindilia, ni kusukwa na kumwagika. Naomba lile eneo la kumwagika lije mikononi mwako. Usiwe nacho we mwenyewe, kiende kimwagikie wengine, kisambae kiende kwa wasio nacho, na wao wasikie moyoni, kwa fulani nimepata nguvu. Leo watoto wangu wamekula, leo nyumba nimelipa, leo watoto wangu wameenda shule. Iwe raha. Mungu asikupe ubaki nayo, viende vimwagike. Hicho ndicho kiwango Mungu anachotakiwa, anachotaka wewe ufike. Kama unacho tu mkononi, ndugu yangu, bado wewe ni maskini. Bado wewe ni maskini, hata kama una magari 10. Lakini wengine hawana gari, na wewe unarizika hawana magari. Haleluya. Nyingine natamani fedha yako, au anasema dhahabu yako. Ninapoona neno dhahabu, ninaona maeneo ya maisha ya vipato. Kigeuka huku, nina duka la jumla. Sema amen, amen. Nikigeuka huku, kuna hoteli, mgahawa mahali. Nikigeuka huku, kuna shamba lingine nimelipata. Nikigeuka huku, kuna nyumba za kupanga. Hebu Mungu akupe miradi na kazi za kufanya kila eneo. Usiishi na mshahara mmoja, usiishi na biashara moja. Kila kitu kitakapoongezeka, Mungu akaweka hivi, na hata ng'ombe zako na kondoo zako zitakapoongezeka. Haleluya. Sema amen, amen. Mimi nasema sasa ni wakati wa kuongezeka. Nikamchukua yule mtu wa kitabu cha Yohana 5. Miaka aliyolala pale kisimani. Anaona wengine wanaponywa, anaona wengine wanabarikiwa, anaona wengine wanatoka wanafuraha. Yeye peke yake miaka 10 na mingapi? 38. Kwanza nampongeza yule jamaa. 38. My God. Si ningeondoka pale kisimani? Kwa namna ninavyojifahamu, uvumilivu Bwana ungeniisha. Yaani unasikia tu kisima hilo, maji yanachemka, majamaa yanarushwa na ndugu zao. Hivi hujagundwaga kama
kama hauna mtu serikalini, kupata kazi ni sio rahisi. Kama una mtu mkubwa huko kwenye siasa, mtoto wako atamaliza chuo kikuu, utamwona anaendesha bajaji hapa. Ana degree, master anayo, ana PhD. Nakwambia atazurura mjini, atakuwa shoshani. Tulimkuta shoshani, mtu ana shoshani manake mpiga viatu rangi. Ana degree. Mzee, usinione baba, mimi nimemaliza UDOM. Sasa ajira hamna. Nimeona hapa nisafishe viatu kwa 500. Huna ndugu serikalini, huna ndugu mkubwa huko kwenye siasa, utapiga mark time hapa mjini. Lakini ngoja uwe na mtu. Kuna mtu mwingine atafukuzwa kazi, wewe utaingizwa. Tunaelewana eh? Kwa hiyo huyu jamaa wa hapa kwenye kisima hiki hana mwanasiasa wa kumtumbukiza kwenye maji, hana wa serikalini kumtumbukiza kwenye maji, hana mjomba ambaye ni mkuu wa polisi, hana ndugu ambaye ni mkuu wa serikali mahali, hata mtendaji wa kata hana. Akiangalia wenzake, ndugu zao wako hapo karibu, anangoja malaika atimwe maji. Nimeangalia ajira ya serikali imetolewa ya TRA, imetangazwa ajira, watu waombe. Mama yangu we, maombi yameenda laki ngapi, na watu wanaotakiwa 1000, sio 1000. Hebu piga hesabu. Hao wote wameenda kuomba pale, wana degree. Hajamaliza la 7 kafeli, kaenda sekondari kafaulu, kaenda chuo kikuu kafaulu, kamaliza ana vyeti vizuri, hana ajira. Imetangazwa ajira chapu. Waliofanya maombi na interview waliofaulu sio 1000 ngapi. Sasa hapo kama hauna ndugu, imekula kwako. Unasikia tu tunashukuru umefanya vizuri, nafasi imeshaenda kwa mwingine. Sisi haya maombi tunayoomba, hatuna mwanasiasa, hatuna kiongozi wa serikali, lakini tunaye mtetezi wetu aliye hai hapa. Atamnyanyua mwanayo kutoka mavumbini, atamketisha pale juu. Atakutoa wewe pale chini, atakuketisha pale juu. Hata wale walio na watu hawatakufikia. Sema amen, amen. Ndio maana nasema hapa sasa tunapoingia, dhahabu yako itaongezeka, mashamba yako yataongezeka, mifugo yako itaongezeka. Sema kwa sauti amen. Jamani, muda umeenda, acha tuende tuingie kwenye maombi. Lakini anasema hivi, jihadhari. Jihadhari. Moyo wako usije ukainuka ukamsahau Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Amen. Kuna mahali anasema hapa pazuri sana. Basi utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupae nguvu ya kupata utajiri. Mungu hakupi nguvu ya kupata umaskini. Yeye kanuni yake ni kutoa mtu kwenye umaskini na kumpa nguvu ya kupata utajiri. Ndio maana anasema itaongezeka, itaongezeka, itaongezeka. Sasa kama tuko kwenye huzuni, tuhuzunike basi ndugu zetu wasilale njaa, kama Mungu ametuongezea. Na kama na wewe unahuzunika kwa sababu una shida, basi ingia kwenye maombi pamoja na sisi. Tumwambie Mungu, kumbuka rehema. Haleluya. Na mimi nasema hivi, kama Nehemia alijibiwa na mfalme, maandiko yanasema na mfalme akamwandikia barua ya kukubaliwa, kila mahali atakapotaka msaada apewe mara moja. Mimi naamini kuna barua itatoka leo kwenye hii wiki. Kuna watu watakwenda kukufanyia favor mahali pasipo na njia, patatokea njia, patatokea majibu, patatokea mambo yasiyowezekana kibinadamu. Haleluya. Hebu simama pale ulipo.
Moshi, kanishikie keyboard. Tumwabudu Mungu kwa nusu sekunde. Mahubiri yameisha. Nenda kaombe. Sisi hapa tuko kwenye maombi leo na kesho, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa ni kufunga bila kula. Tutafungua Ijumaa magharibi. Amen. Haleluya. Leo na kesho usiache kufika hapa. Alhamisi na Ijumaa usiache kufika hapa. Kesho hatutaingia hapa. Tunaelewana Lakini ukiweza kuendelea na kufunga, endelea kufunga, lakini hatutakuwa magharibi hapa.